Marekani yakiri mataifa mengine ya NATO yanahitaji muda kuongeza matumizi ya ulinzi. Syria yaituhumu Israel kufanya kampeni ya kuidhoofisha. Na wahamiaji 7 wafariki dunia baada ya boti yao kuhusika katika ajali Ugiriki. Habari kamili. Brussels. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amesema wanaelewa kwamba wanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO hawataweza kuongeza matumizi yao ya ulinzi kwa haraka, ila amesisitiza haja ya Ulaya na Canada kuonyesha njia ya wazi ya jinsi ya kuongeza matumizi. Donald Trump haipingi NATO. Yeye anaipinga NATO ambayo haina uwezo unaohitajika kutimiza majukumu ambayo mkataba unamwekea kila nchi mwanachama. Huu ni ukweli mchungu, ila ni ukweli wa msingi ambao lazima usemwe kwa sasa. Rais wa Marekani Donald Trump mara kadhaa amewataka wanachama wengine wa NATO kuongeza matumizi yao katika ulinzi hadi kufikia 5% ya mapato yao jumla ili kusaidia Marekani katika mzigo mzito inaoubeba. Mataifa kadhaa ya jumuiya ya NATO yameahidi kuongeza kiwango hicho juu ya 2% ya sasa, ila wanachama wakubwa ikiwemo Ujerumani wamesema lengo la 5% lililopendekezwa na Trump haliwezi kufikiwa. Damascus. Syria leo imeituhumu Israel kwa kufanya kampeni ya kuidhoofisha baada ya wimbi la mashambulizi katika shabaha za kijeshi ukiwemo uwanja wa ndege na kufanya uvamizi wa ardhini uliosababisha watu 13 kuuawa. Mamlaka katika mkoa wa kusini mwa Syria wa Daraa zimesema raia 9 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika mashambulizi ya anga ya Israel karibu na mji wa Nawa. Israel kwa upande wake imesema ilikuwa inajibu mashambulizi ya risasi kutoka kwa watu waliokuwa wamejihami kwa risasi wakati wa operesheni ya kusini mwa Syria, na ikamtahadharisha rais wa muda Ahmed al-Sharaa kwamba kutakuwa na adhabu kali endapo usalama wa Israel utatishiwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Athens. Vyombo vya habari Ugiriki vinaripoti kuwa angalau wahamiaji 7 wamefariki dunia leo baada ya boti yao kupata ajali katika ujia wakati wa Uturuki na kisiwa cha Ugiriki cha Lesbos. Kituo cha Ugiriki cha ERT kimeripoti kuwa watoto 2 ni miongoni mwa waliofariki. Polisi inasema watu 23 wameopolewa, ila manusura wamesema watu 31 walikuwa wameiabiri boti hiyo. Utafiti wa awali unaonyesha kuwa wahamiaji hao wametokea Afghanistan na Syria. Watu wanaofanya biashara ya usafirishaji haramu hujaribu mara kwa mara kuwasafirisha wahamiaji Ulaya kutoka pwani za magharibi mwa Uturuki, Lebanon au Syria. Shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu wakimbizi UNHCR linasema angalau wahamiaji 125 walifariki dunia au walipotea mashariki ya bahari ya Mediterania mwaka 2024, ila walinzi wa pwani ya Ugiriki wanashuku idadi ya visa ambavyo havijaripotiwa viko juu zaidi. Kinshasa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi leo anatarajiwa kukutana na mshirika na mshauri mkuu wa Afrika kwa rais wa Marekani Donald Trump, Masad Boulos. Wizara ya Ulinzi ya Marekani mapema wiki hii ilisema kuwa ziara ya Boulos ni ya kuendeleza juhudi za amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kukuza uwekezaji wa kibinafsi wa Marekani katika eneo hilo. Kulingana na vyanzo kadhaa vya kidiplomasia, swala la uchimbaji madini ni miongoni mwa mada zitakazojadiliwa. Boulos anatarajiwa pia kukutana na viongozi wa kibiashara. Katika siku za hivi karibuni, Tshisekedi amezungumzia swala la uwezekano kufanyika mazungumzo ya uchimbaji madini na Marekani, ila hakuweka wazi iwapo kuna mazungumzo ya Marekani kurudisha mkono kwa njia nyingine ikiwemo usalama. Na hatimaye Geneva. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk leo amesema ameshtushwa na ripoti za mauaji ya kiholela ya raia katika mji mkuu wa Sudan Khartoum wiki iliyopita
baada ya jeshi kutangaza kuchukua udhibiti wa mji huo kutoka kwa wanamgambo wa RSF. Turk amesema afisi yake imekuwa ikitazama mikanda ya kutisha ya video katika mitandao ya kijamii tangu Machi 26 inayoonyesha watu waliojihami wakiwaua raia kusini na mashariki mwa Khartoum. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni. Na asante Jacob Safari kwa kutusomea taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, na moja kwa moja mimi naingia katika uchambuzi wa ripoti zetu. Msikilizaji, mawaziri wa mambo ya nje wa jumuiya ya kujihami ya NATO wakutana Brussels kujadili ulinzi wa muungano huo. Jeshi la Israel limesema linachunguza tukio ambalo wanajeshi wake waliafyatulia risasi magari ya kubeba wagonjwa, na hali nchini Sudan bado ni tete baada ya wapiganaji wa RSF kudai kuidungua ndege ya jeshi la serikali. Na kufahamisha tu unaweza kuwa sehemu ya matangazo haya kwa kuchangia katika taarifa zetu tulizoziweka kwenye Facebook na Instagram. Unachotakiwa kufanya ni kutafuta tu DW Kiswahili. Tupo live kupitia Facebook na pia kupitia vile YouTube. Tuanzie na masuala hayo ya mawaziri wa mambo ya nje wa jumuiya ya kujihami ya NATO wanakutana Brussels kujadili jinsi ya kuimarisha ulinzi wa muungano huo. Mkutano huu unajiri wakati nchi za Ulaya zikikabiliwa na shinikizo kubwa kutoka kwa Marekani la kuongeza bajeti ya ulinzi, huku Urusi ikiendelea kuwa tishio kwa usalama wa eneo hilo. Saumu Njama na taarifa kamili. Katika mkutano huo wa siku mbili, katibu mkuu wa jumuiya ya NATO Mark Rutte amesema kongamano hilo linafanyika katika wakati muhimu kwa usalama wa pamoja, akikiri kwamba changamoto zilizopo ni kubwa mno kwa nchi yoyote kukabiliana nazo pekee. Washirika wa NATO wamekuwa wakijaribu kuonyesha mshikamano tangu Urusi ilipoivamia Ukraine mwaka 2022. Rutte amesema nadhani majadiliano haya yote kutakuwa na mustakabali wa pamoja ambao ni Ukraine, jinsi ya kuhakikisha kwamba tunaendelea kutoa kile ambacho ni muhimu kwa Ukraine, ikiwa ni pamoja na msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Rutte ameongeza kusema washirika wa NATO tayari wameahidi msaada wa zaidi ya dola bilioni 20 kwa Ukraine mwaka 2025, lakini tishio kutoka kwa Urusi bado lipo. Hata hivyo, hali imekuwa ikitikiswa na msimamo wa Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye katika juhudi za kumaliza vita haraka, Washington imependekeza Ukraine iachane na ndoto yake ya kujiunga na NATO na ikubali kupoteza baadhi ya maeneo yake. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, ambaye amehudhuria mkutano huo kwa mara ya kwanza, amesema Trump haipingi jumuiya ya NATO, lakini wanachama wake wanahitaji kutimiza wajibu wao. Yeye hapingani na NATO, anapingana na NATO ambayo haina uwezo, ambao inahitaji kutimiza majukumu ambayo yamewekwa katika mkataba kwa kila nchi mwanachama, na hakuna anayetarajia kwamba itawezekana mabadiliko kufanyika katika mwaka mmoja au miwili, lakini mwelekeo lazima uwe wa kweli. Huu ni ukweli mgumu, lakini ni ukweli wa msingi ambao unahitaji kusemwa sasa. Aidha, katika mkutano huu mataifa ya Ulaya yanataka kufahamu mipango ya Marekani kuhusu mustakabali wa jumuiya ya NATO kwa Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani anayemaliza muda wake Annalena Baerbock amesema usalama wa kiuchumi unahusishwa na usalama wa pamoja. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte na balozi mpya wa Marekani wa NATO Matthew Whitaker wamejaribu kuhakikishia washirika wa Ulaya kuwa Marekani bado itaendelea kuunga mkono muungano huo. Rutte amesema hakuna mipango ya Marekani kuondoa ghafla vikosi vyake kutoka Ulaya, na amekiri kuwa Marekani ina majukumu mengi duniani na mjadala kuhusu mchango wa Ulaya katika ulinzi wake utaendelea.
Haya, tukitoka huko Brussels tuingie katika mzozo wa Mashariki ya Kati. Hali nchini humo au jeshi la Israel limesema linachunguza tukio ambalo wanajeshi wake waliyafatulia risasi magari ya kubeba wagonjwa wakidai kwamba waliwalenga magaidi, huku Umoja wa Mataifa ukisema kuwa wahudumu 15 wa afya na wafanyakazi wa huduma za kiutu wameuawa. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo kuhusu yanayoendelea huko Mashariki ya Kati. Msemaji wa jeshi la Israel, Luteni Kanali Nadav Shoshani, amesema leo kuwa tukio hilo lililotokea Machi 23 linachunguzwa ili kubaini kilichotokea na kuwachukulia hatua waliohusika ikiwa itahitajika kufanya hivyo. Shirika la Hilali Nyekundu la Palestina lilisema siku ya Jumapili kuwa limegundua miili 15 ya waokozi baada ya vikosi vya Israel kuyalenga magari ya kubebea wagonjwa kusini mwa ukanda wa Gaza mwezi uliopita. Luteni Kanali Shoshani amesema jeshi la Israel linaweka umuhimu mkubwa katika kudumisha mawasiliano na mashirika ya kimataifa yanayofanya kazi Gaza na wanawasiliana mara kwa mara. Kulingana na shirika hilo, miili hiyo ya madaktari 8 wa shirika la Hilali Nyekundu, 6 wa shirika la ulinzi wa raia wa Gaza na mfanyakazi mmoja wa shirika la Umoja wa Mataifa ilipatikana. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kiutu OCHA ilisema Jumanne kwamba timu ya huduma ya kwanza iliuawa na vikosi vya Israel Machi 23 na kwamba timu nyingine za uokozi na dharura zilishambuliwa saa chache baadaye wakati wakiwatafuta wafanyakazi wenzao. Mkuu wa OCHA katika eneo la Gaza, Jonathan Whittle, amesema kupatikana kwa kaburi la pamoja huko Rafa ambako miili ya matabibu 15 ilikutwa kunaonyesha vita visivyo na kikomo ambavyo Israel inaviendesha huko Gaza. Ninaweza kusema hali ilikuwa ya kutisha kushuhudia. Hawa wafanyikazi wa afya walikuwa bado wamevaa glavu zao, waliuawa wakati wakijaribu kuokoa maisha. Walikuwa wakielekea Rafa wakati vikosi vya Israel vilipokuwa vikiingia katika eneo hilo. Huku hayo yakijiri, mamlaka ya Palestina imeitaka Hungary kumkamata na kumkabidhi mara moja waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anayeizuru nchi hiyo katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwa madai ya kuhusika na uhalifu wa kivita katika ukanda wa Gaza, kulingana na waranti wa kukamatwa kwake uliotolewa na mahakama hiyo. Wakati huo huo, kansela wa Ujerumani Olaf Scholz ametoa wito wa kurejea kwenye mazungumzo ya kina ya kuumaliza mzozo wa Gaza, huku Israel ikiendelea na mashambulizi mapya yanayowalenga wanamgambo wa Hamas katika eneo hilo. Akizungumza leo pamoja na Mfalme Abdullah wa pili wa Jordan mjini Berlin, Scholz amesema kinachohitajika sasa ni kurejea kwenye mazungumzo ya kusitisha mapigano na kuachia huru mateka wote na kuongezwa kwa msaada wa kiutu huko Gaza. Kwa upande wake, Mfalme Abdullah pia ametoa wito wa kurejea kwenye makubaliano ya kusitisha mapigano na kuanza tena kupeleka misaada Gaza. DW tunavuma kwa kishindo.